Mama Tabita Siwale ni moja kati ya viongozi wanawake. Huyu ni moja kati ya waziri wa kwanza kabisa mwanamke nchini Tanzania. Pole sana Ganga. Hiki ni kilio chetu sote tuliomfahamu Mama Siwale na taifa pia. Mama Siwale alifungua njia za uhuru wa wanawake kujieleza na kutambuliwa sawa na wanaume. Alionyesha njia sahihi ya mwanamke kuheshimika kama kiongozi kwa kufanya kazi kwa bidii na kujiamini. Kutamkumbuka sana Mama Lois Francis Nyalali, mwalimu wa mzee wa itikadi Oyster Bay Primary School, Machi 14, 2025. Utangulizi upoje? Wanawake maarufu watatu hapa nchini, Bibi Titi Mohamed, Lucy Lameck na Mwami Teresia Ntare, walikuwa wanawake wa kwanza kuwa naibu mawaziri baada ya kuteuliwa na Rais Julius Kambarage Nyerere mnamo mwaka 1962. Je, iwapo hawa wanawake watatu walikuwa wa kwanza kuwa naibu mawaziri, nani alikuwa mwanamke wa kwanza kuwa waziri? Kama alivyoeleza kwa ufasaha hapo juu Profesa Mark Mwandosia, mwanamke wa kwanza kuwa waziri hapa nchini si mwingine bali ni Mama Tabita Siwale, ambaye aliteuliwa na Rais Nyerere kuwa waziri wa Jumapili Novemba 9, 1975. Mama Tabita Siwale ambaye aliumaliza mwendo Jumatano Machi 12 mwaka 2025 majira ya saa 5 usiku kwenye hospitali ya Hindu Mandari akiwa na miaka 86. Alikuwa ni mama mkubwa wa mzee wa itikadi, tarehe na mahali pa kuzaliwa. Mama Tabita Siwale ambaye kabla ya kuolewa aliitwa Tabita Ijumba Winfrida Mwambenja, alizaliwa Alhamisi Julai 28 mwaka 1938 huko Tukuyu wilayani Rungwe mkoani Mbeya, ukoo wa Mwambenja. Babu yake Tabita Siwale aliitwa Mzee Mwambenja Mwasalukwa. Mzee huyu alikuwa msomi wa deputy chief. Wanyakyusa walishindwa kutamka deputy, wakamwita Liputi. Mzee huyu alikuwa na wake na watoto wengi. Miongoni mwa watoto wake ni Alexander, yule hakimu, William, mwenyekiti wa TANU Rungwe mwaka 1955 hadi 1969, Winfred baba yake Tabita, na Holiday baba yake, mama yake Sofia ambaye ndiye mama mzazi wa mzee itikadi. Iponjola Katumba Mwambenja Avenule Rungwe ndiko kwenye ukoo wa Mwambenja. Wakati wa harakati za kupigania uhuru, siasa ilirindima vilivyo kwenye ukoo wa Mwambenja, kama Profesa Mark Mwandosia alivyosimulia katika kitabu chake cha 38 Reflections on Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ukurasa wa 250. Alizungumza mengi kuhusiana na namna ambavyo jumba zima lilivyokuwa likitawaliwa na kisiasa, na kwa baba yangu namna ambavyo aliweza kuhakikisha ananilinda. Mzee Winfred Mwambenja ni baba yangu na baba yake Tabita Siwale. Wakati wa harakati hizo, Mwalimu Nyerere, Oscar Mkambona na Rashidi Kawawa mara kwa mara walilala nyumbani kwa mzee William Mwambenja. Kennedy Kaunda wa Zambia pia alifika na kulala hapo. Hadi leo anakumbukwa kwa mwana Mwambenja kwa usemi wake, I only eat a vegetable like a elephant, kwa vile kila anapochinjiwa jogoo akigoma kula kwa kuwa alikuwa hivyo. Tabita alipenda siasa tangu utotoni mwake, ndipo alipoamua kuendelea na siasa hizo. Kwa hiyo mambo mengi ambayo alikuwa anayafanya, alikuwa anahakikisha haya yote yanafanyika. Safari ya elimu ya Tabita ipoje? Tabita alianza shule mwaka 1947 katika Native Authority Primary School. Alikuwa mwanafunzi mwenye akili sana. Alifanya mtihani wa darasa la 4 mwaka 1951 na akafaulu na kuchaguliwa kujiunga na shule ya kati ya Tosamaganga Girls. Huko ndiko alikuwa onana kwa mara ya kwanza na Edmund Siwale, aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya kati ya Tosamaganga Boys, ambaye baadaye alikuja kuwa mume wake.
elimu ya sekondari ipoje. Tabita Siwale alifanya mtihani na kuchaguliwa kujiunga na Tabora Boys mwaka 1955. Enzi hizo ni wasichana wachache sana wenye akili ndio waliofanikiwa kupata fursa kusoma shule hii. Tabita alikuwa miongoni mwao na alihitimu shuleni hapo mwaka 1958. Tabita alipenda kujiendeleza kielimu, hivyo alisomea uchumi wa kijamii katika shule ya sekondari ya wasichana ya Geita. Akapokea mafunzo ya ualimu katika chuo cha ualimu cha Mpwapwa na kisha akaanza kazi yake ya ualimu mwaka 1961. Mwaka 1965 Mama Siwale alisafiri hadi Nairobi, Kenya, ambako alikwenda kusomea kozi ya Home Economics na kutunukiwa shahada mwaka 1968. Mama Siwale mwalimu mkuu. Mama Siwale aliyekuwa mmoja ya wanawake wazalendo wa kwanza nchini kuwa walimu wakuu, alihudumu kama mwalimu mkuu kwenye shule zifuatazo. Shule ya Bwiru. Mama Siwale alihudumu kama mwalimu mkuu wa shule ya Bwiru Girls na alihakikisha wasichana wanapata elimu bora ya maisha. Wanawake wengi maarufu aliosoma shule hii walipitia mikononi mwake, akiwemo Lecho Nyirabu, mke wa gavana wa pili wa Benki Kuu ya Tanzania Bioti Charles Nyirabu. Akiwa Mbwilu, Mama Siwale alikutana tena na Edmond Siwale aliyekuwa mwalimu katika shule ya Bwiru Boys. Baadaye walifunga ndoa na kupata watoto wanne: Fred, Mary, Aberi na Maka. Shule ya Korogwe. Baada ya mafanikio makubwa Bwiru Girls, Mama Siwale alihamishwa shule ya sekondari ya wasichana ya Korogwe, Tanga, ambako pia alileta mafanikio makubwa. Mama Siwale alijulikana kama mwalimu mkuu mkali mwenye kusisitiza sana nidhamu. Novemba 2 mwaka 2019, Salome Peter, mmoja ya wanafunzi wa zamani wa Korogwe Girls, alisimulia mambo yaliyokuwa enzi zao miaka 1970 chini ya mwalimu mkuu Mama Siwale. Mimi ni mmoja ya wasichana waliobahatika kuchaguliwa kujiunga na Korogwe Girls. Headmistress alikuwa Mama Tabita Siwale. Shule ilikuwa ya mchepuo wa kilimo. Mama Siwale alitulimisha mashamba makubwa. Kila mwanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha sita alipewa eneo bila kujali alikuwa mtoto wa kiongozi au nani. Pale tulisoma na watoto wa vigogo. Kulikuwa Ana Watiku, mtoto wa Julius Kambarage Nyerere, Asha Rose Migiro na ndugu zake, mmoja ni Barozi Afrika Kusini. Kilimo kilikubali mno: mahindi, matango, matikiti na kadhalika. Kila mwanafunzi alipewa jembe lenye namba, ukipoteza unalipa. Kila tulicholima kilikuwa cha matumizi yetu. Rais Nyerere alipokuja alishangaa eka na eka zimezaa vizuri. Alivutiwa sana.